Kizaazaa kimeshuhudiwa katika kituo cha polisi cha Rongo, kaunti ya Migori, baada ya waumini zaidi ya 50 kutaka kuishi kanisani licha wenzao wawili kufariki. Waumini hawa wa kanisa la Melkio St. Joseph Missions of Messiah walitaka kusalia kanisani na kuendelea kuabudu. Hata hivyo, kamishna wa Migori Mutua Kisilu amesema kanisa hilo lenyewe pia lina utata wa usajili, huku ripoti pia zikiarifu kuwa kuna baadhi ya waumini waliopotea, kama anavyotuarifu Seth Olane. Kwa siku ya pili mfululizo, jumla ya waumini 57 kutoka kanisa la Melkio St. Joseph's Missions of Messiah wamekataa kuondoka katika kituo cha polisi cha Rongo na kurejea kwao. Waumini hao wakisisitiza kwamba ni sharti warejeshwe kanisani Melkio St. Joseph Missions of Messiah mjini Rongo, la sivyo watasalia kuwa mahame. If you talk to them, they would rather be together and die together. Jambo ambalo limesababisha watoto 8 waliokuwa na waumini hao kuondolewa katika kituo cha polisi cha Rongo na kutafutiwa hifadhi kwengineko. We are going now to use the law that correctly expresses what they are doing, because they have gone beyond the radicalization. Then we are going now to, you know where we go. Baadhi ya wakazi wakifika katika kituo cha polisi cha Rongo kutafuta wanao ambao wanadaiwa kutengana na familia zao kwa zaidi ya miaka 8. Wakaomba mpaka ikafika wakati Otieno Toyo na Anyango mke wake wakapena mwanao wa kwanza kiume kama msaada kwa kanisa hiyo. Huyo mtoto aliishi huko miaka kadhaa. Haya yanajiri huku polisi wakiendelea kushika doria katika kanisa hilo. Kwa sasa uchunguzi unaendelea, huku hofu ikitanda kuhusu uwezekano wa itikadi kama zile za Shakahola. Seth Olale, runinga ya Citizen.